pamoja na kwamba nimeiona kwa sababu nilipewa tu jukumu la kumkaribisha kiongozi wetu na mgeni rasmi kwenye shughuli hii kwa ajili ya kutoa salamu za serikali. Lakini nimeiona barabara yenyewe hii ya kuanzia Kitai kuja Rwanda kwenda mpaka Ndumbi, lakini na ile ya kutoka Kitai kwenda mpaka Lituhi. Mhashamu Baba Askofu, barabara ya kutoka Kitai mpaka Rwanda, mkandarasi alishalipwa fedha yake ya kutekeleza, na kama ambavyo wananchi wameweza kuona, ni dhahiri kwamba spidi ya ujenzi hairidhishi. Sasa nikutake mkuu wa mkoa, mwite mkandarasi huyu mara baada ya shughuli hii kuisha, mwambie alishapokea fedha ya awali ya ujenzi wa barabara hii, na kwa taratibu za kiserikali ni mpaka kazi aliyopewa fedha imalizike na afanye kazi nyingine, atoe certificate kwamba kazi hii imeshafanyika, ndipo apewe malipo mengine. Kwa kuwa ameshapokea fedha ya awali, kumekuwepo utaratibu wa wakandarasi kupokea fedha na kutumia kwenye shughuli zingine. Sasa muelekeze kwamba fedha alishapokea, afanye kazi ionekane na aendelee na kazi kwa kasi inayotakiwa. Kama amepokea fedha na ameanza kutumia katika maeneo mengine ama kuzurura kwingine, kamata pasipoti yake asitoke mpaka hii kazi ikamilike na wananchi waione. Mheshimiwa Rais anataka wananchi wa Kitai, wananchi wa Rwanda, wananchi wa Lituhi watumie barabara hii, ndio maana fedha yake imeshatoka. Na upande wa barabara ya kutoka Rwanda mpaka Lituhi, taratibu za manunuzi zilikuwa zinaendelea. Niwaelekeze Wizara ya Ujenzi, harakisheni taratibu za manunuzi, tuondoe ukiritimba. Hili ni eneo lenye potential kubwa ya kutuletea uchumi mkubwa na fedha nyingi zisishughulikie taratibu katika maeneo mengine. Sasa mkuu wa mkoa mwite, na namuelekeza pia Waziri wa Ujenzi atakuja aje aone hilo badiliko, na nitakapokuja ziara kwenye mkoa huu nije nione kazi iko tofauti na hii ambayo imeshafanyika. Mheshimiwa Makamu wa Rais, yale mengine ambayo yanahusisha taratibu zingine za kutekeleza kama ambavyo maombi yameletwa, tumepokea, na bahati nzuri mkoa wa Ruvuma una wabunge machachari kama ambavyo dada yao ambaye ndo alikuwa mwenyekiti wao alikuwa akiwaelekeza, alikuwa akiwaongoza. Tunaamini hata katika maeneo mengine, na wewe Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunajua kiu yako kila wakati ya kuona maendeleo yanapatikana. Tutaendelea kupokea miongozo ili kuweza kuhakikisha haya yaliyosemwa yanafanyika. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa basi nitumie fursa hii kukuomba uweze kuongea na hadhara hii. Karibu sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika, familia, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana familia ya marehemu Jenista ambao wamekuwa na mchango wa kipekee katika kumpa ushirikiano katika maisha yake ya uongozi bila kuwa kikwazo kwake kwa wakati wote. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru uongozi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Spika kwa ushirikiano mkubwa ambao umeutoa kuhakikisha kwamba shughuli hii inakwenda vizuri. Lakini vile vile namshukuru Waziri Mkuu na ofisi yake kwa kazi kubwa ya uratibu. Rais alitoa maelekezo kwamba Jenista azikwe kwa heshima zote, na rais mwenyewe alitoa ndege ya kusafirisha mwili wa marehemu.
tunashukuru kwa usimamizi na uratibu wa rais wetu. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa nakusikiliza pale wakati unaongelea na kutoa maelekezo thabiti ya barabara ambayo imetajwa hapa na Baba Askofu, na makofi mengi ya wananchi yaliashiria kwamba wamekuelewa. Na mimi nitumie nafasi hii kusema kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, yale maelekezo uliyotoa yale, hivi ndivyo waziri mkuu anavyotakiwa kuwa. Sio waziri mkuu dhaifu naye anaenda kulia pale, na mimi nashangaa barabara hii wakandarasi. Huyo sio waziri mkuu tena huyo. Waziri mkuu anapewa tatizo, anatoa maelekezo pale pale. Kwa hiyo na mimi naona raha nikikuona mimi tukikutana, na mimi nitakuwa nakuita kwa sababu tu ya Rwanda pale, nitakuwa nakuita waziri mkuu mwandamizi. Baada ya hayo, tunamuomba Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya dada yetu. Jenista alikuwa rafiki yangu sana. Jenista alikuwa dada yangu. Na masikitiko sana. Lakini tunaomba Mungu ampokee katika ufalme wake, ampumzishe kwa amani. Asanteni sana.